ni mmoja ya mchezaji mzuri, na unajua Yanga wanapenda kuwa na wachezaji wengi na hasa wakifocus na zaidi na fikiri kimataifa zaidi. Kwa hiyo ukiwa na mtu kama kina Sharudile wameshapatikana na Ziziki kama wako sawa sawa pale, mtoto Mganda yule walioingia jana waliocheza vizuri jana, Wings wale wawili, nadhani wanataka kuwa na kikosi bora na kizuri sana katika mashindano ya kabingwa South Africa. Kwa kiwalisia urejeo wa Ziziki ni usajili bora ambao unatija kwenye klabu. Ni unatija kwa sababu hakuna mtu asiyefahamu uwezo wa Ziziki na alishafanya makubwa katika Yanga African na Yanga wanamchukua kwa sababu hiyo, kwa sababu alishafanya makubwa na kuondoka vibaya, na kama amerudi na tuombe Mungu ama performance yake iwe kama ilivyokuwa awali na kuongezeka kidogo, basi atatoa mchango mkubwa sana kwenye timu ya Yanga Africa. Na kwenye nafasi ambayo anahudumu mara nyingi anahudumu mchezaji Alan Okello, hauoni kana kwamba huenda isiwe na fursa adhimu kwake yeye hasa kwenye kiwango cha kuongeza kwa Alan Okello? Hata alipokuwepo wakati ule Yanga palikuwa pana Ziziki, lakini alikuwa Faisal Toto na watu wakawa wanasema position yao zinafanana, lakini ilifika kuna kipindi wakawa wanacheza wote kwa pamoja, na mchezo wa mpira ni mchezo wa kupokezana, kwa sababu unajua ligi ni ndefu, ina mechi zaidi ya 30 kitu, na kombe la FA na klabu bingwa ya Afrika. Kwa hiyo wachezaji watatumika wote kwa kuisaidia timu. Kwa hiyo lazima uwe na kikosi kipana ambacho kinaweza kucheza mechi zote. Kwa hiyo kuwepo kwa Alan Okello, Ziziki, nadhani hakuna shida. Na pia kuna taarifa kwamba huenda Young Africans wakafanya biashara kumuuza Alan Okello na nafasi yake kuchukuliwa na huyo Stefano Ziziki, ingawa pia kuna taarifa kwamba kuna beki ambaye amesajiliwa kwenye dirisha hili akaachwa. Wewe mtazamo wako ukoje kwenye eneo hili? Auzwe Okello ama auzwe beki? Mtazamo wangu mimi Okello abaki. Okello bado ana mchango mkubwa kwenye timu ya Yanga, lakini beki aliyekuja yule hajaonesha performance nzuri. Nadhani beki anaweza kaondoka, lakini kwa halala ni Okello. Kama Yanga bado inataka kufanya vizuri kwenye michuano yote inayotokea mbele, Alan Okello sio mtu wa kuuzwa kwa sasa. Yeah. Kwa hiyo walisia washikilie bomba hapo kwamba Alan Okello sio wa kuuzwa kwa sasa. Yeah, kama wako kwenye kutaka mataji, lakini kama wako ni biashara, hiyo ni kitu kingine, lakini mimi naangalia upande wa ufundi. Kama unapotaka kuchukua mataji, siku zote lazima wa retain wachezaji wako, lazima wabane, hasa wachezaji potential wale. Lakini unapotaka kufanya biashara, kwa sababu mchezo mpira sasa hivi wanasema ni biashara, kama ni biashara is okay, lakini mimi nadhani Alan Okello anastahili kuwepo Yanga tena kwa kipindi kinachokuja. Nafasi ya Alan Okello unaitazama vipi? Kwa sababu mfano mzuri kwenye mechi ya jana amehudumu kwa dakika chache, nadhani baada ya uwepo wa hawa wachezaji wapya. Sasa ujio wa Ziziki na yeye mwenyewe, utaiona nafasi yake kweli ikipatikana? Bado ni nukuu awali nilipokuambia kama mchezo wa mpira una mechi nyingi na Yanga inataka na wachezaji wengi wazuri. Kwa hiyo nimezungumzia mechi moja, lakini ungekuwa umecheza mechi 10 alafu kwa unaniambia Alan Okello apate nafasi kucheza, hiyo ingekuwa upande wako. Lakini ni mechi moja ambayo inatakiwa wachezaji 11 na substitute ingia 5, ni mechi moja tu na yeye amecheza. Sasa tungekuwa tuna mechi 10 mfululizo alafu tunasema hajapata nafasi ya kucheza, hiyo tungeweza kulizungumzia. Lakini mchezo wa mpira na kupokezana kulingana na position zao na kulingana na nafasi ya mechi na mechi. Nimesema kuna mechi za kombe la FA, kuna mechi za ligi, kuna mechi za Federation au Africa Cup. Kwa hiyo ana nafasi kucheza kubwa tu na atacheza vizuri na atafunga magoli na mfahamu wale kijana. Yeah. Na huu usajili mpya ambao umefanywa na Young Africans msimu huu, safari unautazama vipi? Ni mzuri sana, ni mzuri. Na umeona mwenyewe maingizo mapya wachezaji watatu walianza jana, wote huwezi kudoubt, wote wamecheza vizuri, wamecheza kwa kiwango kizuri. Umeonesha ukomavu mkubwa. Bwana alikuwa mfungaji MVP wa Zambia, umeona
Kangwanda. Shughuli anaifanya ni shughuli, sio anajiamini, anaweza kudribble, anaweza kufunga kama alivyofunga. Ni mchezaji mzuri, ni mzuri sana kwa kweli, kiasi kwamba katika timu hizi za katika ligi nyumbani mabeki wajiandae kweli kweli. Moja kati ya wachezaji wazuri sana. Kwa kiwalisia Yanga wamekuwa na wakati mzuri tofauti na msimu uliopita kwenye usajili. Nadhani this time wamefanya vizuri ukifanisha na msimu uliopita, lakini kwa sasa hivi hata wachezaji kuona wachezaji wao wanakubali kama wanacheza vizuri. Lakini yule beki umembaini kwa mechi moja, wewe ni kocha, yani umembaini kwa mechi moja kwamba hatoshi. Sasa mimi kwa mechi moja naweza nisimbaini, lakini nadhani beki la ufundi ambao wanakuwa naye kwa muda mrefu wanaweza wakasema hafai, lakini mchezaji lakini unaweza kumbaini hata kwa dakika 10 tu, sio kwa mechi moja. Hata kwa dakika 10 unaweza kumuona hafai. Lakini Allan Okello mchezaji ambaye nimemuona kwa nusu msimu, huyo namjua vizuri sana. Ndio maana namzungumzia Allan Okello kwamba lazima abaki. Wasitaka kufanya biashara kumuuza Allan Okello, mwache bwana. Aisaidie timu. Kwa hiyo hili kama viongozi wa Young Africans wanakusikia, basi moja kwa moja kama kuna hilo la kumtoa Okello ili abaki Aziz Ki waliondoe hilo. Kama wanaheshimu ushauri wa makocha waliopita ni sawa, ingawa watu kama wa Yanga hawaheshimu makocha waliopita, hasa sisi wazao ambao tulipita pale, na inawezekana hata hawajui kama Moisabula alishakufundisha pale Yanga, hajui. Utakuwa wajui wakina GSM, wakina Engineers, hawezi kuwa wanajua, kwa sababu hawataki kujua historia ya nyuma. Lakini timu wameikuta ambao sisi tulikuwa nayo, na tulikuwa nayo katika kipindi cha ziki, kipindi cha shida, kipindi cha kutembeza bakuli. Lakini sitegemei kama watakuwa wana historia ya kujua kama alipita mtu anaitwa Ken Moisabula mzazi katika timu ya Yanga. Sidhani kama wanajua. Kwa kiwalisia kwamba ile thamani yenu hampewi kiwalisia kwa sasa. Kwa mimi siwezi kuwazungumzia wengine. Najizungumzia mimi kama sidhani kama wanatambua kama mimi nishakufundisha Yanga. Tena nishakuwa kocha mkuu. Sio msaidizi. Mpaka kuwa kocha mkuu. Na nadhani ndio kocha mkuu wa mwisho kufundisha Yanga. Sababu waliokuja wengine walikuwa kwa wasaidizi au nini. Lakini ndio maana nasema ushauri natoa kama ni Mtanzania wa kawaida, lakini sidhani kama hao wanajua, hao kina Engineers kama wanajua kuna mtu anaitwa Moisabula. Sidhani hata ukimuuliza Engineers atakwambia mimi simjui Moisabula, wala sije kumsikia. Lakini bila shaka huwa mfuatiliaji mzuri, nadhani kama atasikia haya moja kwa moja huenda ikawa mwanzo wa kuona kile ambacho kinahitajika kwenu. Mmekuwa na mchango mzuri kwa klabu pia kwenye kushauri, kwa sababu nyinyi ni makocha na mnafahamu vizuri pia. Sasa hilo ni la kwao, mimi siwalazimishi kutaka ushauri wangu, ila mimi ni mpenzi kwa sababu nimefundisha Yanga, basi ni mpenzi wa Yanga na naifuatilia kwa karibu. Lakini sihitaji kwamba labda waje kuchukua ushauri au wanipe heshima fulani. Hapana, mimi nipo nimetulia tu nyumbani. Naangalia mpira wa Yanga wanapocheza, Simba wanapocheza, lakini siwaombi kwamba watukumbuke, hapana. Wanikumbuke, hapana. Labda wakumbuke wengine. Au kwa kuwa sio mzungumzaji mara kwa mara na vyombo vya habari kuhusiana na haya, ndio maana hilo na yenyewe inawezekana, kwa sababu mimi sio mtu wa kwenda kupiga kelele, kuongea. Mpaka unaponiuliza bwana, watu wangu hapo radio hapo au radio zingine za wakinihoji kitu kimoja, basi natoa ushauri. Lakini kwa wenyewe siwalazimishi wala siwaombi kwamba ni waniite kwenye kamati, si ushauri, hapana. Mimi bado na maisha yangu ya kawaida, napambana na hali yangu. Lakini yale ambao mazuri yanafanyika Young Africans na unayaona, na yale mabaya unayaona pia. Nayaona na mazuri nayafurahia, lakini akifanyika mabaya nasikitika, lakini nasikitikia tu ndani. Na benchi la ufundi hili, wewe ni kocha pia, nadhani ukimwangalia kocha unajua huyu kweli kocha yaliomo yamo. Umemwonaje kocha huyu wa sasa, benchi lake? Kocha ni mzuri na muona jana kwanza alipenda kuwatumia wachezaji wengi waliokuwepo kwa nyuma, kaongeza watu 3. Lakini bado hata wakati mpira unapoendelea
unamuona substitute yake anaifanya kwamba kuna kitu analenga ambacho ni kweli kilionekana na kweli aliwatawala opponent, aliwatawala kwa siku kubwa. Ni kocha mzuri. Hilo mimi kwa upande wa benchi la ufundi sina shaka nalo, na kwamba naamini viongozi wanafanya research kubwa ya kupata watu hao. Wamemsajili Selemani Mwalimu. Ni usajili sahihi ama ni usajili wa miemko? Kwangu mimi Selemani Mwalimu sioni kama usajili sahihi, lakini vilabu vya Simba na Yanga vina siasa zake, lakini Selemani Mwalimu na kwa position yake na kwa watu waliopo Yanga, basi nilikuwa nadhani angestahili kubaki Simba hapa, kwa anapata nafasi nzuri ya kucheza ukifanisha na Sega atakapokuja Yanga atakapoitafuta. Lakini kwa sababu watoto wa siku hizi wanatafuta hela, amefikiria kupata hela tu kuliko kuangalia yeye anacheza au wachezi, basi itamsaidia yeye kwenye maisha yake ya kesho. Lakini kwa usajili wa Yanga kwangu mimi sijaona kama lilikuwa ni chaguo sahihi kwa Selemani Mwalimu. Yaani uioni nafasi ya Mwalimu akipata nafasi mara kwa mara kwenye kikosi cha Young Africans? Sioni. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.